Naam, natumai ubuheri wa afya pote pale ulipo. Hujambo na karibu kwenye jukwaa la kweli, ili jukwaa letu, ili uweze kufahamu mawili matatu msikilizaji. Jina langu ni Kantona Joseph. Wanga wa chombo cha Artemis cha pili wanaelekea mwezini baada ya kurushwa katika safari ya kwanza ya NASA ya mwezini miongo mitano tangu safari ya kwanza ya Apollo. Shirika la anga la Marekani NASA limeanzisha safari mpya ya kihistoria kuelekea mwezini kwa kurusha chombo cha Artemis 2 kikiwa na wanaanga 4. Safari hiyo ni ya kwanza ya kibinadamu kuzunguka mwezi ndani ya zaidi ya nusu karne tangu enzi ya programu ya Apollo. Roketi kubwa iliyorushwa kutoka kituo cha safari za anga cha Kennedy, huku maelfu ya watu wakishuhudia tukio hilo muhimu. Kikosi hicho kinajumuisha wana Marekani 3 na Mkanada 1, na ni safari ya kwanza yenye mchanganyiko mkubwa zaidi ya watu, ikiwemo mwanamke na mtu wa rangi. Wanaanga hao watachukua siku 10 wakipita karibu na mwezi na kusafiri umbali mkubwa zaidi ya kuwahi kufikiwa na binadamu kabla ya kurejea duniani. NASA inasema mafanikio ya safari hii ni hatua muhimu kuelekea lengo la kurejesha binadamu mwezini katika miaka michache ijayo na hatimaye kuanzisha makazi ya kudumu. Watu 13 wamefariki na wengine 57 kujeruhiwa kufuatia mlipuko mkubwa uliosababishwa na moto kambi ya kijeshi katika taifa la Burundi. Jeshi limesema moto huo ulizuka usiku katika ghala la kuhifadhia vifaa vya kijeshi na kusababisha milipuko kadhaa baada ya risasi na mabomu kulipuka. Msemaji wa jeshi Graspada Baratuza amesema chanzo cha moto huo ni itilafu ya umeme, akisisitiza kuwa hakukuwa na shambulio lolote dhidi ya kambi hiyo. Tukio hilo lilitokea katika eneo la Musaga, nje kidogo na jiji la Bujumbura, ambapo wakazi walikimbia kwa hofu kuwa mlipuko ilisikika kwa umbali mkubwa. Maafisa wamewataka wananchi kutoa taarifa kuhusu mabaki ya milipuko ambayo hayajalipuka wakati hali ikianza kurejea ya kawaida. Watu 19 wamefariki dunia na wengine 58 kuokolewa baada ya boti la wahamiaji kuharibika katika bahari ya Mediterranean ikitokea Libya kuelekea Ulaya. Uliokolewa wakiwemo watoto 5 walielekezwa katika kisiwa cha Lampedusa nchini Italia, huku watu 3 wakiripotiwa kupotea. Kwa mjibu wa shirika la kimataifa la uhamiaji IOM, wengi waliofariki dunia walifariki kwa baridi kali baada ya kukaa baharini kwa siku kadhaa. Shirika la uokoaji la Sea Watch limesema vifo hivyo ni sehemu ya ongezeko la ajali baharini, ikadiria zaidi ya watu 100 waliofariki dunia ndani ya siku 3 zilizopita. Takwimu zinaonyesha kuwa hadi sasa mwaka huu zaidi ya watu 640 wamepoteza maisha katika njia ya kati ya Mediterranean, ikiwa ni miongoni mwa viwango vya juu zaidi katika miaka ya hivi karibuni. Marekani imemwondolea vikwazo dhidi ya kaimu rais wa Venezuela Delcy Rodriguez, hatua inayotafsiriwa kama mabadiliko makubwa ya sera ya Washington kuelekea Caracas. Hatua hiyo iliyotangazwa na Wizara ya Fedha ya Marekani inaashiria kutambuliwa rasmi kwa uongozi wa Rodriguez baada ya kuondolewa madarakani kwa kiongozi wa nchi hiyo Nicolas Maduro. Hakuna sababu rasmi iliyotolewa kuhusu uamuzi huo, lakini inaonekana kuwa sehemu ya juhudi za kurejesha uhusiano wa kidiplomasia kati ya mataifa hayo mawili. Rodriguez ambaye aliwekwa vikwazo mwaka 2018 alipoongeza hatua hiyo, akisema ni mwanzo wa kuimarika kwa mahusiano na kufungua milango ya uwekezaji na maendeleo ya kiuchumi nchini humo. Marekani pia inatarajia kushirikiana na serikali mpya ya Venezuela kuongeza uzalishaji wa mafuta na rasilimali nyingine, huku nchi hiyo ikiwa ni na akiba kubwa zaidi ya mafuta duniani. Naendelea kupokea jukwaa la kweli hili kutoka idhaa hii ya Kiswahili
ya Radio Fortune Africa. Aklabu za saa studioni hapa zinaashiria ni saa 1:30 saa za Afrika Mashariki, ambapo moja kwa moja unaenda kupokea taarifa ya habari, ambapo ni saa 1:30 wakati ambapo unaenda kupokea taarifa ya habari. Nikirejea nitakuwa na kufahamisha kwamba barua ya wazi ya Iran kwa wananchi wa Marekani kutoka kwa Rais Masoud Pezeshkian imeweza kutufikia, na hivyo basi tutakuwa tunavalia njuga swala hilo. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Ilizotoa kwa raia wa nchi hiyo kwa jina hili na Rais Donald ya Iran katika hotuba yake ya kwanza kwa Wamarekani tangu vita hivyo kuanza. Karibu msikilizaji, tuanzie matangazo yetu nchini Burundi asubuhi hii. Ni kwamba siku mbili baada ya kutokea milipuko katika kituo kikuu cha kuhifadhi silaha cha jeshi huko Bujumbura, jeshi limetangaza idadi rasmi ya awali ya raia 13 waliouawa na wengine 54 waliojeruhiwa, huku wanajeshi 3 wakiuawa pia. Hata hivyo, serikali bado haijatoa taarifa. Hilary Ingati anaeleza zaidi. Mbali na silaha, kambi iliyoathiriwa ni mojawapo ya vituo vikuu vinavyohifadhi vifaa vya jeshi la Burundi na ina magala mengi ya silaha, vifaa, dawa na chakula. Iko karibu na taasisi ya juu ya maafisa wa jeshi, ambapo maafisa wa jeshi wanaotarajiwa hufunzwa na kuwekwa. Kimsingi, utawala unahalalisha ukosefu huo wa idadi ya vifo siku mbili baada ya janga hilo, kwa kutaka kukusanya data zote kabla kuwafahamisha umma. Kuhusu jeshi la Burundi, msemaji wake Jenerali Gaspard Baratuza alikataa kutoa ufafanuzi wa kina hasa kuhusu waathiriwa, haswa katika kambi ya jeshi, akitaja siri za kijeshi alipozungumza na waandishi wa habari. Lakini vyanzo vya usalama na matibabu vinaripoti vifo vingi, haswa katika kambi ya jeshi, ambapo akiba yote ya silaha nzito na risasi, maelfu ya magodoro, sare za kijeshi na maelfu ya tani za chakula zenye thamani ya makumi ya mamilioni ya dola viliteketea kwa moto na kusababisha vifo katika vitongoji kadhaa vya Bujumbura. Hadi jana, mamia walizazi waliotengana na watoto wao wakati wa kukimbia kwao kwa ghafla walikuwa wakijaribu kuwapata kwa kutuma ujumbe katika vikundi vya WhatsApp. Vyombo vya habari vya Burundi ambavyo vimezuiliwa kuingia kwenye kambi ya jeshi na hata kitongoji cha Musaga, eneo lililoathiriwa zaidi na milipuko ya Jumanne usiku, vimebaki kimya sana kuhusu tukio hilo kwa hofu ya majibu ya mamlaka, huku wakisubiri taarifa rasmi. Rwanda, Uganda, Uzbekistan ni miongoni mwa nchi ambazo mataifa ya Ulaya yanayatazama kama washirika katika mpango wa kuwachukua wahamiaji ambao wamekataliwa, pamoja na miradi mingine ya kukabili changamoto ya wahamiaji. Hali ya utulivu inaripotiwa kushuhudiwa katika eneo la Oso Bayungu wilayani Masisi baada ya siku mbili ya makabiliano katika maeneo ya Shoa, Miano na Kazinga, ambapo waasi wa AFC M23 wanaripotiwa kudhibitiwa na kulazimika kurejea katika ngome zao za Ndete, Luke na Kanyiro. Chama cha upinzani nchini Tanzania, Chadema, kimeuandikia Umoja wa Afrika barua kupinga kuteuliwa kwa rais wa zamani Jakaya Kikwete kama mjumbe maalum wa umoja huo kwenye nchi za pembe ya Afrika. Hapa studioni naungana sasa na Ali Bilali. Hujambo Bili, na tueleze mengi zaidi kuhusu taarifa hii. Si jambo Mizleti Jai, ni kwamba Chadema kinataka Umoja wa Afrika kufikiria tena hatua ya kumteua Kikwete kwenye nafasi hiyo, kwa kile chama hicho kinasema ni kiongozi wa zamani anayeegemea upande mmoja kisiasa na mshirika wa karibu wa Rais Samia Suluhu Hassan. Aidha, barua hiyo inaeleza
kuwa Kikwete hafai kwenye ngazi hiyo kwa sababu nchini Tanzania amekuwa kikwazo kikubwa cha utekelezwaji wa katiba ya nchi hiyo. Barua hiyo iliyoandikwa na John Kitoka ambaye ni mkurugenzi wa masuala ya mambo ya nje wa diaspora kwenye chama hicho imemshutumu Kikwete kwa kusalia kimya na kutolani mauaji mabaya na visa vya ukiukwaji na haki za binadamu vinavyoshuhudiwa baada ya chaguzi za Oktoba 29 mwaka uliopita. Chadema ambayo kiongozi wake Tundu Lissu bado yupo jela kwa tuhuma za uhaini haijapokea majibu kutoka kwa Umoja wa Afrika, lakini chama hicho kinasisitiza kuwa Kikwete sio chaguo sahihi na hana sifa za kuwa mjumbe wa AU ambayo inasimamia misingi ya kuheshimu haki za binadamu na utawala bora. Shukran Ali Bilali, tukutane kwenye uchambuzi wa magazeti. Kabisa. Wanahabari Arnold Anthony Mukose aliyetekwa mwishoni mwa mwezi uliopita na watu wanaodhaniwa kuwa maafisa wa serikali ya Uganda amefikishwa mahakamani hapo jana na kushtakiwa kwa makosa ya kutangaza habari potofu iliyodai kuwa mke wa Rais Yoweri Museveni, Janet Museveni, amefariki, mashtaka ambayo alikanusha na sasa tasalia rumande hadi Aprili 14. Nini mada ya habari rafiki? Naam, leo katika makala Habari Rafiki tunajadili kwamba katika dunia sasa utandawazi, tamaduni za Kiafrika zinazotambulisha mila na desturi zetu zinaonekana kuendelea kupungua au kupotea kabisa. Kwa hivyo tunamuuliza msikilizaji, nini kifanyike ili kulinda mila na tamaduni za Kiafrika? Vijana wana jukumu gani katika kuhifadhi mila za Kiafrika? Kwenye njia yako tueleza hali ipoje. Kisha tume maoni mafupi ya sauti kwenda nambari yetu mtandao WhatsApp 254 110 000 420. Dakika 36 baada ya saa 1 asubuhi ya Afrika Mashariki. Nchini Senegal, Rais Bassirou Diomaye Faye leo anaadhimisha miaka miwili tangu aliposhika madaraka katika nchi hiyo, wakati akiendelea kukabiliwa na shinikizo za kumtaka atekeleze ahadi alizotoa kwa wananchi. Victor Abuso na maelezo ya kina. Rais Faye mwenye umri wa miaka 43 aliingia madarakani na kuandikisha historia ya kuwa rais mwenye umri mdogo kwenye historia ya uongozi katika taifa hilo la Afrika Magharibi. Alipigwa kura baada ya kuchukua nafasi ya mshirika wake wa karibu, waziri mkuu wa sasa Ousmane Sonko, ambaye alikuwa awe mgombea urais lakini akazuiwa baada ya kufungwa jela. Miaka miwili baadaye, kuna mashaka kwamba ushirikiano wake na Sonko umeanza kuyumba baada ya wawili hao kuonekana kuanza kujipanga upya kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2029, kila mmoja akijaribu kuonesha ushawishi wake ndani ya chama tawala cha PASTEF. Wachambuzi wa siasa wanaonya kwamba hatua Rais Faye na waziri mkuu Sonko kupambania ushawishi ndani ya chama hicho unaendelea kuwagawa na kuathiri utekelezaji wa ahadi za maendeleo kwa wananchi wa Senegal, na ni ishara kuwa wawili hao kila mmoja anajipanga kuwania urais. Nchini Niger, muhula wa Rais Mohamed Bazoum aliyeng'atuliwa madarakani kupitia mapinduzi ya kijeshi mnamo Julai 26, 2023 umefikia mwisho hivi leo, huku yeye pamoja na mkewe Magali Lagrage wakiendelea kuzuiliwa jijini Niamey, wakati wito wa kuachiliwa kwao ukiendelea kuongezeka. Makundi ya watu yalikusanyika asubuhi ya siku ya Jumatano katika mji wa Jos nchini Nigeria na kuzua vurugu zilizosababisha vifo vya watu wawili, huku wengine wakijeruhiwa kutokana na risasi, ghasia zinazojiri baada ya watu takriban 30 kuuawa wikendi iliyopita katika mji huo. RFI. Rais Donald Trump katika hotuba yake kwa Wamarekani amesema malengo ya Marekani na Israeli kuishambulia Iran yanakaribia kutimia. Trump ambaye amesema vita hivyo huenda vikamalizika ndani ya wiki 2 au 3 zijazo, ameongeza kuwa katika siku zinazosalia Iran itashambuliwa zaidi. We are on track to complete all of America's military objectives shortly. Tupo katika njia sahihi ya kutamatisha malengo ya kijeshi ya Marekani muda si mrefu. Tutawashambulia kwa nguvu sana katika kipindi cha wiki 2 au 3 zijazo. Tutahakikisha kwamba tunawarudisha katika eneo wanalostahili. Sisi hatukulenga kufanya mageuzi ya uongozi, lakini hilo limetimia kwa sababu viongozi wake wakuu wameuawa na sasa kuna viongozi wapya ambao
hawana msimamo mkali sana. Iwapo hakutakuwa na mkataba, basi tutalenga na kushambulia vituo vya nishati kwa nguvu na kwa mfululizo. Hotuba hii ya Trump imekuja baada ya kudai kuwa Iran ilikuwa imeomba usitishwaji wa vita, madai ambayo Tehran inakanusha. Jeshi la Israeli limesema ulinzi wake wa angani unakabiliana na makombora ya Iran kwa mara ya 3 ndani ya muda wa saa 3, tangazo linalojiri muda mfupi baada ya Rais Trump kuwahutubia wa Marekani kuhusu mzozo wa Mashariki ya Kati. Waziri Mkuu wa Australia Anthony Albanese amesema kwamba malengo ya awali ya vita nchini Iran yameshafikiwa, lakini haifahamiki ni lini ni kipi kingine kimesalia kuafikiwa, na sasa anatoa wito kwa pande zinazohusika kwenye mzozo huo kupunguza uhasama. Matangazo haya, msikilizaji, yapo mubashara kwenye mitandao yetu ya kijamii. Dakika ni 40 baada ya saa 1 asubuhi Afrika Mashariki. Na Victor Abuso, hujambo na karibu na habari za michezo. Na asante sana mwenzangu Meslet, sijambo. Tuanze kuangazia michuano ya kombe la dunia. Sasa timu ambazo zitashiriki katika mashindano hayo zimeshafahamika baada ya mechi za mwisho kuchezwa siku ya Jumanne, na kama ilivyokuwa kwa DRC ambayo ilifuzu, timu ya taifa ya Iraq pia ilifuzu baada ya kuishinda Bolivia mabao 2-0 na watu katika mji wa Baghdad wamekuwa wakisherehekea ushindi huu muhimu sana. Inaonekana kufuzu katika michuano mikubwa kama hii inaleta furaha kubwa sana. Inaletea taifa sifa. Angalau watu wanapata kufahamu taifa na juhudi ambazo zinafanyika. Na jana uliona kule DRC kulikuwa ni siku ya mapumziko, watu ndio wanaamka kwenda kazini hivi. Naam, lakini katika mchezo wa kikapu ni kwamba hapa barani Afrika michuano ya kuwania ubingwa wa ligi katika mchezo huo inaendelea kule Afrika Kusini, ambapo RSSB Tigers ya Rwanda ilishinda Johannesburg Giants vikapu 102-89. Petro de Luanda ya Angola nayo ililemea Nairobi City Thunder ya Kenya kwa vikapu 97-70. Sasa klabu hii ya Tigers kutoka Rwanda inaongoza ligi hiyo kwa sababu mpaka sasa imeshinda mechi zake 3. Petro de Luanda wao ni wa pili, wameshinda mechi 2 na kupoteza 1, sawa na Dar City ya Tanzania. Lakini Nairobi Thunder na Al Ahly ya Libya wao wameshinda mechi 1 na kupoteza mechi 2. Ulikuwa umebashiri Nairobi Thunder watapata ushindi, kulitokea nini? Inaonekana kwamba walilemewa katika dakika za lala salamu. Unajua hao wenzao ni warefu zaidi, alafu inaonekana wana nguvu zaidi. Nafikiri hapo vijana wa Petro walikuwa walemea, lakini tunasubiri kuona hali itakavyokuwa katika mechi zinazokuja. Huwezi kujua kitakachotokea. Kule barani Ulaya ni kwamba hivi leo kutakuwa na mechi zingine za robo finali kwa nia taji la UEFA. Kwa upande wa wanawake, klabu ya Barcelona itacheza na Real Madrid. Katika mechi ya kwanza Barcelona ilichomboza na ushindi bao 6-2. Lakini Lyon ya Ufaransa itacheza na Wolfsburg ya Ujerumani. Lakini hapo jana kulikuwa na mechi zingine ambazo zilichezwa, ambako klabu ya Arsenal imefuzu katika hatua ya nusu finali baada ya kuishinda Chelsea kwa jumla bao 3-2, sawa na Bayern Munich ya kule Ujerumani ambao pia imefuzu katika hatua ya nusu finali. Mengi zaidi ni katika awamu ya pili. Victor Abuso, shukran sana. Naam, Ali Bilali, karibu tena na uchambuzi wa magazeti kwa sasa. Naam, nikushukuru sana Mizleti Ijai. Nianze uchambuzi wa magazeti na magazeti ya nchini Kenya. Gazeti la Taifa Leo, gazeti pekee ambalo linachapisha habari katika lugha tukufu ya Kiswahili, limeandika ndoto telezi ya Kenya Kwanza, huku baadhi ya vyama shiriki kama vile PAA na maendeleo ya Chapchap vikisema havitawania viti uchaguzi mwaka 2027. Ford K kimekataa kata kufuta agizo la kumezwa na UDA. Ni taarifa ambayo imepewa uzito na gazeti la Taifa Leo. Lakini pia gazeti hili limeandika handshake
ya Uhuru na Gachagua ya nukia. Ni taarifa pia ambayo imeandikwa na gazeti la Daily Nation katika ukurasa wake wa kwanza, likionyesha picha hapa ya wawili hawa, likiandika ishara ya handshake. Uhuru Gachagua waonyesha hadharani urafiki, linaloonyesha uwezekano wa kuungana tena kabla uchaguzi wa mwaka 2027. Ali Bilali, unajua kuna mwanasiasa fulani kutoka kule eneo la Bonde la Ufa alisema siasa si ya kuweka rohoni. Kabisa. Kwenye mapafu kipumua yanatoka. Nani angeamini kwamba wawili hawa siku moja wangekuja tena wakati pamoja, waonekane hadharani wakicheka. Kabisa. Lakini pia kuna mwingine akasema hakuna uadui wa kudumu kwenye siasa, lakini pia hakuna urafiki wa kudumu kwenye siasa. Wanaangalia maslahi. The Standard nalo limeandika kimbilio la ufisadi, Trump afichua uozo wa Kenya kabla ya makubaliano ya biashara. Gazeti la Daily Monitor la kule nchini Uganda limeandika kuhusu mfumuko wa bei unadhibitiwa, lakini shinikizo linaongezeka, ingawa mfumuko wa bei wa mazao ya chakula umepungua hadi 1%. Sasa hivi mataifa mengi hapa Afrika Mashariki na Kati yanakabiliwa na mfumuko wa bei ya mafuta. Lakini ukiangalia pia kule nchini Tanzania, gazeti la Mwananchi limeandika bei ya mafuta ya ng'ata, kiashiria kwamba bei ya mafuta sasa hivi imekuwa kutoka 1% kadhaa upanda juu zaidi, na ni hali ambayo inaonekana kwamba mzozo kule Mashariki ya Kati. Kabisa. Mbali na hilo, magazeti kule Tanzania, gazeti la Uhuru limeandika Dr. Mwigulu afunguka maandalizi ya AFCON. Sudan Tribune la limeandika mtandao wa madaktari wa Sudan umesema Jumatano kwamba zaidi ya watu 10,000 waliohamishwa makazi kutoka wilaya ya Geisan kwenye mpaka na Ethiopia wamewasili Rosere, mji wa pili kwa ukubwa katika eneo la Blue Nile. Naam, nikushukuru sana Ali Bilal. Shukrani. Tupate marudio ya makala Gurudumu la Uchumi. Gurudumu la Uchumi. Gurudumu la Uchumi. Msikilizaji, sekta ya viwanda nchini Kenya imeonyesha wasiwasi kuhusu kuongezeka kwa gharama za usafirishaji ambazo zinapunguza faida za mkataba wa biashara huria barani Afrika. Kupitia ripoti iliyozinduliwa Jumaa hili na shirikisho la wazalishaji nchini Kenya, inaonyesha kuwa usafirishaji wa bidhaa katika njia muhimu za biashara za Afrika bado ni ghali na hakutabiriki. Matokeo haya yanaonyesha kwamba licha ya upatikanaji wa soko la nchi 54 chini ya mkataba wa AfCFTA, ufanisi mdogo kama vile ucheleweshaji kwenye maeneo ya mpakani, gharama kubwa za usafirishaji na mapengo ya miundombinu yanazuia biashara za Kenya, hasa biashara ndogo na za kati, kutumia kikamilifu fursa za biashara kwenye ukanda. Kwenye makala ya Gurudumu la Uchumi Jumaa hili tumezungumza na Tobias Salando, mkurugenzi mtendaji wa shirikisho la wamiliki wa viwanda nchini Kenya. Jina langu ni Emmanuel Makundi, karibu. Msikilizaji, nilianza kwa kumuuliza Tobias ni kitu gani hasa kiliwasukuma kufanya utafiti huu? Tuliangalia biashara ambayo inafanyika baina ya nchi 54 za Afrika. Tukaona tuko na opportunity kufanya biashara, lakini hatuitumii vile ambapo inafaa tuitumie. Tukaangalia ni matatizo yapi ambao watu wanapatana nazo kupeleka bidhaa zao kutoka nchini Kenya kwenda nchi zingine za Afrika. So tukafanya hii tumeita logistic study, kutuonyesha ni matatizo yapi ambazo tunafaa kuangalia. Tukaangalia ni mambo ya costs ya usafirishaji wa bidhaa. Kila mtu hapa anataka kufanya biashara, anataka kupeleka bidhaa zake kutoka nchi moja kwenda nyingine, lakini pia lazima tuangalie matatizo ambazo wafanya biashara wanapitia. Ukiangalia kwa jumla, kuna wafanya biashara wengine ambao hawawezi peleka kama kontena moja nzima, kampuni moja. So lazima waungane na wengine ili waweze kupeleka hizo mzigo
na kupunguza bei ya usafiri. Moja ya tatizo kubwa ambalo linaonekana katika nchi zetu hasa hapa katika Jumuiya ya Afrika Mashariki ni miundombinu, kama vile umetaja, barabara, reli. Hatuna barabara nzuri ambazo zinaunganisha nchi na nchi, hatuna reli nzuri ambazo zinaunganisha nchi na nchi. Unazungumziaje hii changamoto? Ukiangalia vile tangu tupate uhuru nchi zote, hizi mambo za reli zilijengwa ili kutoa bidhaa fulani kutoka nchi za Afrika na kuzipeleka ng'ambo. Hazikuundwa ili kufanya biashara kati ya nchi za Afrika, bali lengo lao ilikuwa lengo tofauti, ambapo sasa nchi za Afrika lazima tuamke, tuseme sisi tunataka kufanya biashara kati yetu. Kama ile infrastructure I support hivyo, ni sisi lazima tuweke pesa ili tujenge infrastructure. Utakuta nchi moja ya Afrika imejenga barabara, lakini ukivuka mpaka ukaenda ile nchi nyingine hakuna barabara mzuri. Nchi za Afrika lazima zitengeneze haya barabara pamoja. Ukiangalia pia ile inaitwa shipping lines. Hatuna shipping line ya Afrika ili ambayo itazingatia mahitaji ya Waafrika. Ni lazima nchi za Afrika ziungane, tutengeneze shipping line ile itazingatia mahitaji yetu. Hivyo tukifanya hivyo ndio tutaendelea mbele. Ripoti pia ilizungumzia kuhusu namna ambavyo wafanyabiashara wadogo na wakati wanapitia. Kwanza katika bidhaa inakotokea, malighafi inapoanzia, inapofungashwa, inaposafirishwa kutoka eneo moja, lakini swala la gharama za usafirishaji wamekuwa wakilalamikia. Nyinyi kama shirikisho la wazalishaji wa viwandani, mnawasaidia vipi wafanyabiashara hawa wadogo pengine ambao hawana uwezo mkubwa kama wafanyabiashara wengine ambao wapo katika maeneo mengine ya Afrika? Kwa sasa shida kubwa sio ya fedha kwa wafanyabiashara. Fedha wanaweza pata katika benki. Kitu tunaweza sema ni katika ile interest rate ya pesa ngapi. So shida sio pesa haswa, but shida ni kuwa hawawezi kupeleka bidhaa mingi kwa wakati mmoja. So lazima waungane na wenzao. Ndio maana tuambia serikali watengeneze warehouse, pali bidhaa zote zitawekwa pamoja, alafu zipelekwe kwa wale wanahitaji bidhaa zetu. Hiyo itasaidia wale wafanyabiashara wadogo ili pia hata waweze kupata ile market ambayo watu wenye biashara kubwa wanaweza pata. Gurudumu la uchumi, makala sahihi na Emmanuel Makundi. Kuna changamoto nyingine ambayo ripoti pia imegusia katika nchi ambazo wataalamu walipita. Kwa mfano, kuna swala la kuhuisha, swala la kodi, sera baina ya nchi na nchi. Kuna tofauti kubwa sana. Kodi inayotozwa hapa Kenya si kodi inayotozwa Tanzania ama Uganda. Hili mnalitazamaje? Hiyo ni ukweli, na Afrika Mashariki ama Afrika kwa jumla lazima ziungane, ziongee hii swala la kodi. Na pia sio swala la kodi peke yake, ni hata swala ya ile tunaita standards. Zinafaa ziwe zimeimarishwa, ziwe zinafanana, zisikuwe tatizo kupeleka bidhaa juu ya kodi ama juu ya standards. So hiyo tunaungana nayo. Tunafaa Afrika tuongee pamoja, tutengeneze mikakati ile kuonyesha kodi zinafanana na sio za juu, ili tuimarishe biashara ya watu wetu Afrika. Sekta binafsi ni sekta muhimu sana katika ukuaji wa uchumi wa taifa lolote lile. Mataifa yaliyoendelea tunaona sekta binafsi imeshirikishwa kwa kiasi kikubwa sana katika kusaidia pale ambapo serikali inakuwa haijafika kikamilifu. Pengine unazungumziaje ushirikishwaji wa sekta binafsi kwenye nchi zetu za Afrika Mashariki? Sekta binafsi ni muhimu, na ukiangalia sekta mbalimbali, hiyo sekta pia ni muhimu ili kuonyesha vile tunaweza kuwa katika ile kipaumbele. Angalia zile nchi ambazo zimeendelea kwa sasa, ni sekta ya kibinafsi ndiyo imefanya ile contribution to the GDP. So ni muhimu tuimarishe sekta hizi zetu ili tuweze kushindana hata na nchi za ng'ambo katika ile manufacturing. Mkataba wa biashara huria nchi karibu zote zimeuridhia, lakini moja tumegusia kuhusu swala la sera, ambapo mkataba wa biashara huria barani Afrika ulikuwa unalenga kutatua. Unadhani ni
nchi zilifanya makosa kuingia zote kwa pamoja, ama ilibidi ifanyike majaribio kuona namna gani kutakuwa na mwingiliano wa watu kwa urahisi kutoka nchi moja kwenda nyingine, kwa sababu bado inaonekana ni kikwazo. Passport za kusafiria bado si moja, kila nchi ina tofauti, kila nchi inatoza kiasi cha pesa ambacho inajisikia. Mikataba haya ni muhimu kwa vile ukiangalia kule Europa wako na mikataba, wanafanya biashara pamoja, watu wao wanaenda nchi zote zile ambazo ziko katika hizo mikataba bila lote. Afrika ukiangalia katika mikataba yetu tumeanza kufanya biashara, lakini hatufanyi biashara katika ile kiwango ambayo inahitajika. Ukiangalia zile nambari 20% kwenda chini ndio tunafanya biashara. Ukilingana na Europa pale katika ile mikataba yao wanafanya 70%. Inaonyesha wanafanya biashara zaidi ya sisi ambao tuko katika EAC. So ni jukumu letu kutatua matatizo ambazo zinafanya tusifanye biashara pamoja. Na matatizo hayo tunayajua. Kila nchi kuna ushindano pia, lazima ujue kuna ushindano baina ya nchi hizi zetu. Na ushindano ni bora, ni nzuri tushindane, lakini tukishaweka mikataba tujaribu tufanye biashara pamoja. Tujaribu tuwezeshe watu wetu kuenda na kufanya hata kazi katika hiyo muungano yetu ya EAC. Mwisho kabisa, unatoa ushauri gani kwa serikali katika kutengeneza mazingira bora ya kufanya biashara barani Afrika? Sisi kama wenye viwanda tungeweza kuhimiza serikali za Afrika kutusaidia kupeleka bidhaa zetu kwa nchi mbalimbali. Hakuna kitu kingine tunahitaji ila ni sera mwafaka kutuwezesha kuuza bidhaa zetu. Wafanyabiashara wa nchi mbalimbali katika hii continent wako tayari kufanya biashara miongoni mwao. Ni ile sera ndi ambazo tunaomba ziangaliwe ili zituwezeshe kufanya hiyo biashara, lakini sisi vile tumeamua tuko tayari kufanya biashara. Msikilizaji, wakati huu Kenya ikitazama namna ya kuongeza mabawa yake katika biashara ya ukanda na dunia, ujumbe ni mmoja tu kutoka kwa wamiliki wa viwanda: kupunguza gharama za usafirishaji na kuongeza ufanisi ni mambo muhimu yatakayofungua fursa zaidi ya ufanyaji biashara barani Afrika. Umekuwa nami Emmanuel Makundi, kwa heri. Katika dunia sasa utandawazi, tamaduni za Kiafrika zinazotambulisha mila na desturi zetu zinaonekana kupungua au kupotea kabisa. Tunakuuliza, nini kifanyike ili kulinda mila na tamaduni za Kiafrika? Vijana wana nafasi gani katika kuhifadhi mila hizi? Kwenye nchi yako hali ipoje? Tuma maoni yako mafupi ya sauti kwenda nambari yetu mtandao WhatsApp 254 110 000 420. Kukumbushe miongoni mwa yale tumekuwa nayo katika awamu hii ya kwanza: watu 13 wafariki baada ya kutokea milipuko katika kituo kikuu cha kuhifadhi silaha cha jeshi jijini Bujumbura nchini Burundi, kwa mujibu wa taarifa ya awali ya jeshi. Miaka miwili tangu ashike madaraka, rais wa Senegal Bassirou Diomaye Faye anakabiliwa na shinikizo za kumtaka atekeleze ahadi alizotoa kwa raia wa nchi hiyo. Asante sana Milzeti Jai. Msikilizaji, nazidi kusonga mbele. Nasikiza idhaa hii ya Kiswahili Radio Fortune Africa, ambapo barua ya wazi ya Iran kwa wananchi wa Marekani kutoka kwa Rais Masoud Pezeshkian, ambapo tunapokea taarifa hii. Hili ni jukwaa la kweli. Iran Masoud Pezeshkian ameandika ama ametuma barua ya wazi kwa wananchi wa Marekani na amezungumza masuala mbalimbali. Hii amewadress wa Marekani kabisa. Sasa anasema hivi: kwa wananchi wa Marekani na kwa wote ambao katikati ya wimbi la upotoshaji na simulizi zilizotengenezwa bado wanaendelea kutafuta ukweli na kutamani maisha bora. Iran kwa jina hili, tabia na utambulisho wake ni moja ya ustaarabu wa kale zaidi unaoendelea kuwepo katika historia ya binadamu. Licha ya faida zake za kihistoria na kijiografia katika nyakati mbalimbali,
Iran haijawahi katika historia yake ya kisasa kuchagua njia ya uchokozi, upanuzi wa himaya, ukoloni au utawala wa mabavu. Hata baada ya kukumbwa na uvamizi, kukaliwa na kushinikizwa kwa muda mrefu na mataifa yenye nguvu duniani, na licha ya kuwa na uwezo mkubwa wa kijeshi kuliko majirani zake wengi, Iran haijawahi kuanzisha vita. Are you a low Hata hivyo, imekuwa thabiti na jasiri katika kujilinda dhidi ya walioishambulia. Wananchi wa Iran hawana uadui na mataifa mengine, ikiwemo wananchi wa Marekani, Ulaya au nchi jirani. Hata mbele ya uingiliaji wa mara kwa mara kutoka nje na shinikizo mbalimbali katika historia yao ya kujivunia, Wairani wamekuwa wakitofautisha wazi kati ya serikali na wananchi wanaowaongoza. Huu ni msingi uliokita mizizi katika utamaduni wa Iran na fahamu za pamoja za jamii yao, sio msimamo wa muda mfupi wa kisiasa. Kwa sababu hii, kuichora Iran kama tishio hakulingani na uhalisia wa kihistoria wala na ukweli unaoonekana katika nyakati za sasa. Mtazamo huo ni matokeo ya maslahi ya kisiasa na kiuchumi ya mataifa yenye nguvu, hitaji la kuunda adui ili kuhalalisha shinikizo, kudumisha ubabe wa kijeshi, kuendeleza tasnia ya silaha na kudhibiti masoko ya kimkakati. Katika mazingira hayo, ikiwa tishio halipo, basi linatengenezwa. Ndani ya mfumo huu, Marekani imekusanya idadi kubwa zaidi ya vikosi vyake, vituo na uwezo wa kijeshi kuizunguka Iran, nchi ambayo angalau tangu kuanzishwa kwa Marekani haijawahi kuanzisha vita. Mashambulizi ya hivi karibuni ya Marekani yaliyoanzishwa kutoka vituo hivi yameonyesha jinsi uwepo huo wa kijeshi ulivyotishio. Kwa kawaida, hakuna nchi inayokabiliwa na hali kama hiyo ingeacha kuimarisha uwezo wake wa kujilinda. Kile ambacho Iran imefanya na inaendelea kufanya ni hatua ya kupima kwa uangalifu inayotokana na haki ya kujilinda na si kuanzisha vita au uchokozi. Mahusiano kati ya Iran na Marekani hayakuwa ya uhasama mwanzoni, na mawasiliano ya awali kati ya wananchi wa Iran na Marekani hayakuwa na mvutano. Hata hivyo, mabadiliko makubwa yalitokea mwaka 1953 kupitia mapinduzi yaliyodaiwa kuwa ni uingiliaji wa Marekani uliolenga kuzuia utaifishaji wa rasilimali za Iran. Tukio hilo liliathiri mchakato wa kidemokrasia wa Iran, likarejesha utawala wa kidikteta na kupanda mbegu kutoaminiana kwa Wairani dhidi ya sera za Marekani. Kutokuaminiana huko kuliongezeka zaidi kutokana na uungaji mkono wa Marekani kwa utawala wa Shah, msaada wake kwa Saddam Hussein wakati wa vita vya miaka ya 80, vikwazo vya muda mrefu na mashambulizi ya kijeshi yaliyodaiwa kufanywa wakati wa mazungumzo. Hata hivyo, shinikizo zote hizo hazijaidhoofisha Iran. Badala yake, nchi hiyo imeimarika katika maeneo mengi. Kiwango cha elimu kimeongezeka kutoka takriban 30% kabla mapinduzi ya Kiislamu hadi zaidi ya 90% leo. Elimu ya juu imepanuka, maendeleo ya teknolojia ya kisasa yameongezeka, huduma za afya zimeimarika na miundombinu imeendelea kwa kasi kubwa. Haya ni mambo yanayoweza kupimika na kuonekana bila kutegemea simulizi zilizotengenezwa. Wakati huo huo, athari mbaya za vikwazo, vita na mashambulizi kwa maisha ya wananchi wa Iran hazipaswi kupuuzwa. Kuendelea kwa mashambulizi ya kijeshi na mabomu kunaathiri sana maisha, mitazamo na hisia za watu. Hii inaonyesha ukweli wa kibinadamu. Vita vinapoharibu maisha, nyumba, miji na mustakabali wa watu, hawawezi kubaki bila kujali. Hali hii inaibua swali muhimu. Ni maslahi gani ya wananchi wa Marekani yanayohudumiwa na vita hivi? Je, kulikuwa na tishio halisi kutoka Iran kuhalalisha hatua hizi? Je, mauaji ya watoto wasio na hatia, uharibifu wa vituo vya dawa za saratani, au kujivunia kuishambulia nchi kurudi zama za mawe kunasaidia nini zaidi ya kudhoofisha taswira ya Marekani duniani? Iran ilifuata mazungumzo, ilifikia makubaliano na kutekeleza ahadi zake.
Uamuzi wa kujiondoa kwenye makubaliano hayo na kuongeza mvutano ulitajwa kuwa ni chaguo la serikali ya Marekani. Mashambulizi dhidi ya miundombinu muhimu ya Iran, ikiwemo nishati na viwanda, yanaelekezwa moja kwa moja kwa wananchi. Mbali na kuonekana kama uhalifu wa vita, hatua hizo zina athari zinazovuka mipaka ya Iran, zikisababisha ukosefu wa utulivu, kuongezeka gharama za kibinadamu na kiuchumi, na kupanda mbegu za chuki za muda mrefu. Hili si ishara ya nguvu, bali dalili ya mkanganyiko wa kimkakati. Je, si kweli kwamba Marekani imeingia katika mgogoro huu kama mshirika wa Israel? Je, si kweli kwamba Israel inajaribu kuhamisha mjadala wa kimataifa kutoka kwa masuala wa Palestina kwa kuunda tishio la Iran? Na je, si dhahiri kwamba Israel inalenga kupigana na Iran hadi askari wa mwisho wa Marekani na fedha za walipokodi wa Marekani? Je, kauli mbiu ya America First bado ni kipaumbele kwa serikali ya Marekani leo? Iran inawaalika wananchi kuangalia zaidi ya upotoshaji na kuzungumza na watu waliotembelea Iran. Pia inaeleza kuwa Wairani wengi waliopata elimu nchini humo sasa wanafanya kazi katika vyuo vikuu bora na kampuni za teknolojia duniani. Leo dunia ipo katika njia panda. Kuendelea na mwelekeo wa mgongano ni gharama kubwa na haina tija. Chaguo kati ya mgongano na ushirikiano linaathiri mustakabali wa vizazi vijavyo. Katika historia yake ndefu, Iran imedumu baada ya wapinzani wengi kupita, huku ikiendelea kuwepo kwa uthabiti na fahari. Basi hiyo ndio barua ya Masoud Pezeshkian, rais wa Iran, kwenda kwa wananchi wa Marekani. Je, umeionaje? Asante sana. Ndio tunakuletea hapa jukwaa letu msikilizaji, jukwaa la ukweli, ambalo tunakuletea masuala ambayo yanaibuka kote kote duniani, ili uweze kufahamu ni kipi ambacho unafaa uweze kukifuatilia na ni kipi ambacho kinafaa uweze tu kipuuzilia. Iran wameibeza hotuba ya Rais Trump wakimnukuu, nimeshindwa vibaya. Wa Marekani kutoa hotuba yake usiku wa Jumatano kwa saa za Marekani, lakini alfajiri ya Alhamisi hii Afrika Mashariki hapa. Shirika la habari la Iran Tasnim limeichambua na kuibeza hotuba hiyo, ambapo katika kichwa cha habari wameandika kuhusu hotuba ya Trump kwa taifa kuhusu Iran: nilishindwa vibaya. Sasa wanasema hotuba ya kwanza ya rais wa Marekani Donald Trump kwa taifa kuhusu vita dhidi ya Iran haikuwa taarifa kuhusu hali, bali ilikuwa taarifa kuhusu malengo yaliyotangazwa ili baada ya vita Trump aweze kudai ushindi. Kuna hadithi ya mdunguaji mmoja ama sniper aliyedai kuwa na ustadi mkubwa. Mtu alimwomba ajaribu ustadi wake. Sniper huyu alipiga risasi kadhaa na hakuna hata moja iliyogonga shabaha, lakini alikuwa na mapungufu kiasi cha kushindwa kukubali kushindwa. Hivyo mara moja alichora mstari kuzunguka sehemu risasi zilipopiga na kusema, hiyo ndio ilikuwa shabaha tangu mwanzo na nilifanikiwa. Hiyo ndio kwa kiasi kikubwa hadithi ya hotuba ya Trump siku huu, na taarifa muhimu ambayo White House ilikuwa imeahidi, pamoja na madai mbalimbali na bila shaka ya kurudiwa aliyotoa Trump siku huu. Jambo muhimu zaidi lililotokea halikuwa taarifa kuhusu hali, bali taarifa kuhusu malengo yaliyotangazwa ili baada ya mwisho wa vita, ambao huenda ukawa katika siku zijazo, Trump aweze kudai ushindi. Marekani hapo awali ilikuwa imetangaza malengo kadhaa ya kupigana vita dhidi ya Iran. 1, kubadilisha mfumo wa kisiasa nchini Iran. 2, kuwepo kwa utawala au mfumo wa kisiasa nchini Iran unaojisalimisha kwa Marekani. 3, kuondoa uwezo wa ulinzi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, na 4, kukomesha uwezo wa nyuklia wa Iran. Bila shaka malengo halisi ya Marekani na Israel yalikuwa zaidi ya malengo hayo yaliyotajwa, na hilo lilikuwa kuvunjwa kwa Iran kwa namna ambayo Iran isingeweza kamwe kupinga kiburi cha Marekani katika eneo na duniani. Hata hivyo, baada ya kuanza kwa vita, kuondoa mlango wa Hormuz kutoka udhibiti wa Iran kwa kutumia nguvu za kijeshi kulikuwa lengo muhimu zaidi la Marekani kama sehemu ya jitihada zake za kuzuia kuharibiwa kwa hadhi ya Marekani duniani. Lakini Trump alisema nini hasa katika hotuba yake kwa taifa? 1, kubadilisha mfumo wa kisiasa nchini Iran hakukuwa kamwe miongoni mwa malengo ya vita. 2, kubadilisha mfumo wa kisiasa nchini Iran kwa kweli kumetokea.
Tatu, Marekani haina jukumu kuhusu mlango wa Hormuz. Hivyo yeyote anayetaka mafuta kutoka mlango wa Hormuz anapaswa ama kuyapata kutoka Marekani au aende akaufungue mlango huo mwenyewe. Trump pia alitangaza kuwa alikuwa amefikia malengo yake ya kuharibu uwezo wa nyuklia na ulinzi wa Iran, na alikuwa ameangamiza kabisa jeshi la majini na jeshi la anga la Iran. Lakini ukweli halisi uwanjani ni upi? Kwanza, ikiwa nguvu ya majini ya Iran imeharibiwa, Marekani bado inalalamikaje kufungwa kwa mlango wa Hormuz? Je, watu wa sayari ya Mars wamechukua udhibiti wa mlango wa Hormuz? Pili, ikiwa nguvu ya makombora ya Iran imeharibiwa, ni nani aliyetekeleza shambulio kubwa zaidi la makombora dhidi ya utawala wa Kizayuni usiku uliopita? Je, yalitoka sayari ya Mercury? Tatu, je, si Marekani yenyewe ilisema ilikuwa imeharibu uwezo wote wa nyuklia wa Iran katika vita vya siku 12? Hivyo safari hii ni wazi inasema uongo. Kwa kweli inasema uongo zaidi. 4. Moja ya mambo yaliyojitokeza katika hotuba ya Trump ilikuwa ni tangazo lake la wazi la kushindwa kufungua mlango wa Hormuz, na kwa sababu hiyo, kwa vitendo aliondoa lengo hilo kama moja ya malengo yake na kukiri kushindwa kukubwa. 5. Kuzungumzia mfumo wa kisiasa wa Iran kuwa umebadilika sasa kunawafanya watu wote kucheka. Kama baadhi ya waandishi wa habari wa kimataifa walivyosema katika maoni yao, ni mpumbavu kama Trump pekee angeweza kubadilisha Khamenei, Shahid Said Ali na Khamenei Ayatollah Said Mujtaba na kudai kuwa mfumo umebadilika. Kwa hivyo hotuba ya Trump ilikuwa na maana kadhaa zilizo wazi. Moja, tangazo la wazi la kushindwa kufikia malengo makuu ya vita vya zaidi ya mwezi mmoja dhidi ya Iran. 2, mafanikio ya propaganda na kuweka msingi wa kutangaza ushindi wa kufikirika baada ya wiki 2 au 3 zijazo na hata karibu zaidi. 3, tangazo la wazi la kutoweza kufungua mlango wa Hormuz kama kiashiria muhimu katika vita. Na 4, jaribio la kujibu ukosoaji mkali sana wa maoni ya umma ndani ya Marekani kwa kujilinganisha na wapenda vita wa zamani wa Marekani. Ikiwa mimi ni mkali, waliotangulia walikuwa wakali sawa au zaidi. Asante sana. Ndio hali ambayo tunaifuatilia kwa kina, msikilizaji, kwenye jukwaa la ukweli, jukwaa letu ile ambalo linakupatia fursa kuweza kujua ni yapi ambayo yanatukia katika anga tunayoishi ndani, na mengi tu namna hiyo utakuwa unapokea kwenye taarifa zetu siku ya leo, ili uweze kufahamu ni kipi ambacho kinajitokeza. Mimi na kutakia kila laheri kwenye vipindi vyetu vinavyoendelea. Mwendo wa saa 2 pale na nusu utakuwa unapokea matangazo ya asubuhi kutoka kwangu, na kutakia kila laheri kwenye vipindi vyetu vinavyoendelea. Na fahamu kwamba msikilizaji, unaweza kuwa baraka kwenye kituo hiki kwa kutupiga jeki. Enda pale, ona linki kwa pale ya PayPal, ifuatilie link kwenye ukuta huo wa PayPal, utapata kwamba maelezo unavyoweza kusimama nasi kwa vipindi bora, matangazo yenye tija, ukweli na burudani. Sikiliza idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa, ambapo tunakuletea matangazo ambayo yanakupatia taswira halisi vile tulivyo katika dunia hii, na vile vile katika hatua hii kwamba tunakuletea mambo yetu, safari yetu, maisha yetu, tamaduni wetu na imani yetu. Sikiliza idhaa hii kwa vipindi bora, matangazo yenye tija, ukweli na burudani. Jukwaa la ukweli, Afrika halisi, sauti yetu na taswira yetu. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa.